Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti kutoka nchini Israel zinaeleza kwamba Iran imerusha makombora mazito ya balistiki kwa kiwango cha juu zaidi kuliko uwezo wa Israel wa kuzuia, na kukadiria kuwa kwa kila kizuia kilichotengenezwa Israel, Tehran ilizidi mara 10. Ripoti zilizoelezwa kupitia Channel 12 mnamo siku ya jana Jumamosi zimeeleza kwamba serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu haikuwa na mpango wa kuongeza ufadhili wa makombora ya kuzuia katika miaka hivi karibuni, licha ya kuongezeka kwa mvutano na Iran na mashambulizi mengi ya makombora makubwa ya balistiki. Kulingana na uchunguzi huo wa Channel 12, Israel haikuwa na taarifa juu ya baadhi ya makombora hatari kutoka nchini Iran, hasa yale makombora ya vishada ambayo kimsingi yalishindwa kuzuilika. Katika kila kombora moja la kuzuia la Israel, Iran ilikuwa na 10. Taarifa hiyo ilieleza mnamo mwaka 2024, mwaka mmoja kabla ya mwaka 2025, katika mwezi Juni, katika siku 12 za vita vya wazi kati ya Israel na Iran mnamo Juni, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilirusha mamia ya makombora ya balistiki katika nchi ya Kiyahudi katika mashambulio mawili tofauti, la kwanza mnamo Aprili na la pili mnamo Oktoba. Wakati wa mashambulizi, hifadhi ya Israel ya vingilia vya masafa marefu haswa Arrows 3 ilikuwa ni ndogo mno. Hata hivyo, Israel ilikuwa katika njia panda, hasa katika vita hivi vya siku 40 dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Licha ya ukubwa wa mashambulizi ya mwaka 2024, uchunguzi wa Channel 12 uligundua kuwa hakukuwa na majadiliano ya dharura ya serikali au baraza la mawaziri la kuongeza uzalishaji wa vingilia, na viwango vya utengenezaji havikubadilika. Licha kwamba Marekani ilipeleka mifumo ya THAAD kama sehemu ya ulinzi wa anga katika nchi hiyo, lakini pia ulinzi huo ulishindwa kuzuia makombora ya Iran. Afisa mkuu wa ulinzi aliyenukuliwa katika ripoti hiyo alieleza hali ilivyo kama mbaya, akisema wa Iran wanatupiga mara 2, hatuna uwezo wa kuzuia. Baada ya kamati ya Nagel tayari walijua walikuwa wakielekea katika shambulio linalowezekana dhidi ya Iran, na bado hakukuwa na chochote kilichosonga, afisa wa ulinzi alisema, akimaanisha maandalizi kabla ya mzozo wa Juni mwaka 2025. Ni wazi kwa kila mtu kuwa aliamini Arrows 3 zilikuwa zinatosha, lakini mwisho wa siku hazikuweza kutosheleza. Na hata katika vita ambavyo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alividhinisha mnamo Februari 28, ni wakati ambapo Israel ilikuwa ikiingia vitani bila kujiandaa. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliingiza jeshi la IDF katika uwanja wa vita, na alikiri awali kwamba kutokana na vita katika ukanda wa Gaza, lakini pia namna ambavyo amepambana na Hezbollah huko Lebanon na Wahuthi wa Yemen, hakuwa na silaha za kutosha za kuweza kuikabili Iran. Lakini waziri huyo aliona kwa sababu kutakuwa na msaada kutoka Marekani, aliidhinisha mashambulizi dhidi ya nchi hiyo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Maafisa wa Israel ambao hawakutajwa kwenye ripoti hiyo walidai kuwa wajumbe wa serikali ya Netanyahu ambao ni waziri wa fedha Bezalel Smotrich walitetea kuchukua hatua za kuudhi dhidi ya Iran badala ya kuwekeza katika ulinzi kwa njia ya makombora ya kuzuia. Smotrich anasema katika mikutano hiyo, hata hivyo hatuwezi kukabiliana na makombora ya Iran ya uso kwa uso. Wana makombora mengi zaidi kuliko sisi tulikuwa nayo, tulivyokuwa na vingilia, na njia pekee ni kuyashambulia, sio kuwekeza katika ulinzi, afisa huyo alisema. Kombora moja la Arrows 3 linakadiriwa kuwa na bei ya dola milioni 2 hadi 3, na inachukua miezi michache kuzalishwa, ingawa muda kamili haujawekwa wazi kwa Israel kwa sababu za usalama. Mnamo Desemba 2025, Wizara ya Ulinzi ilitia saini mkataba na Israel Aerospace Industries, kampuni ya ulinzi, kupanua uzalishaji wake wa makombora ya kuingilia kati ya Arrows 3. Wizara ya Ulinzi ilitangaza mpango huo mapema mwezi huu, ikisema itawezesha ongezeko kubwa la kiwango cha uzalishaji na idadi ya vingilia vya Arrows 3. Lakini kuanzia na vita vya mwaka uliopita vya siku 12 kupitia duru ya hivi karibuni ya mapigano ambayo ilianza Februari 28, hakuna hatua ya ziada iliyochukuliwa kupanua hifadhi ya makombora ya kuingilia kati ya Israel. Channel 12 iliripoti, na sasa inaelezwa kwamba mkurugenzi wa Wizara ya Ulinzi anashinikiza juu ya ongezeko la makombora ya ulinzi wa anga. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.